napenda kuwapeni mkono wa hongera na taufiki katika hilo. Na kubwa la kuzungumzwa kwa kweli ni sisi kubakia katika mafunzo yale yale tuliyokuwa tunajifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na mafunzo makubwa tuliyojifunza yalikuwa ni mafunzo matano. Funzo la kwanza tunaloweza kufaidika nalo kutoka kwenye funga hii ya siku 30 ni somo la umoja. Sote tunatambua kwamba tulikuwa tunafuturu mahala pamoja, tunakaa meza moja, tunasikiliza mawaidha pamoja. Kitendo kile kilikuwa ni somo la umoja, ni somo la kushikamana kama Waislamu. Kwa hivyo baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, moja ya darasa muhimu za kubaki nazo na somo muhimu ni somo la umoja kati ya Waislamu. Lakini somo la pili ambalo tunaweza kulisoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na limefanywa kwa nguvu kubwa ni somo la umoja wa kitaifa. Sote tumeshuhudia Waislamu wanaandaa iftari zile wanahudhuria ndugu zetu wa Kristo, wanahudhuria watu wasiokuwa na dini, wanahudhuria watu wa dini mbalimbali, bali kumefanyika vikao vya iftari ambavyo vimekusanya mashehe, maimamu, maustadhi, vimekusanya mashemasi, vimekusanya makasisi, maaskofu, wachungaji. Ni ishara ya umoja wetu wa kitaifa. Umoja huu katika kipindi hiki cha Idi na baada ya Ramadhani ni muhimu kuenziwa. Kama kuna jambo kubwa la kufanywa ni Watanzania baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni jambo zima la umoja wao wa kitaifa. Hususan ukiangalia maajabu ya Mungu kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan na funga ya Ramadhan imekwenda sambamba na Kwaresma kwa ndugu zetu wa Kristo. Kwa hiyo sote tulifunga kwa pamoja, ishara ya mshikamano wetu kama dini kubwa mbili hapa ndani ya ardhi ya Tanzania. Kwa hivyo kama kuna jambo la kuenziwa na kuzungumzwa na kupewa nguvu ni jambo la umoja wa dini zetu, jambo la umoja wa kitaifa. Lakini jambo la tatu, mwezi mtukufu wa Ramadhani umetufunza kuvumiliana katika masomo muhimu ya kubaki nayo baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni funzo la kuvumiliana, watu wa dini tofauti, watu wa madhehebu tofauti, watu wa kabila tofauti. Ni somo muhimu la kuliendeleza katika maisha yetu ya kawaida sisi wa Tanzania hususan. Lakini somo la nne, tumeona huruma ya kupindukia. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungu anasema ndani ya Qur'an, malengo makubwa ya kutumwa mtume ni kwa ajili ya kufunza huruma na upendo na mshikamano. Kama kuna jambo la kuenziwa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na Watanzania waliofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan na Watanzania waliofunga Kwaresma, basi hakuna kama jambo la kuhurumiana, kama jambo la kupendana, kama jambo la kuvumiliana, kama jambo la mshikamano. Lakini jambo la mwisho ambalo tumejifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tuliona kwamba amani ilikuwa ikitawala kwenye nyumba za ibada, ikitawala misikitini, ikitawala barabarani na kila mahala. Amani hii ni nguzo muhimu, isibakie tu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan, ienziwe leo siku ya Idi na ienziwe katika maisha yetu kama Watanzania. Kuenzi amani, kuhubiri amani, kufundisha amani, kufundisha utulivu, hususan watu ambao tumepita kwenye changamoto kadhaa ambazo sote tunazitambua. Ni muhimu kuifunza amani, ni muhimu kuihubiri amani, ni muhimu kutengeneza thakafa, utamaduni wa Watanzania kuwa ni Watanzania wa amani. Irudi nchi yetu kwenye sifa yake ya kisiwa cha amani, kisiwa cha upendo, kisiwa cha mshikamano. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya siku hii ya Idi, taifa letu Mungu azidi kulibakisha kuwa taifa la amani, taifa la umoja, taifa la mshikamano. Yoyote ambaye analikusudia taifa hili kuvunja amani yake, utulivu wake na mshikamano wake, Mwenyezi Mungu huyo usimkubalie na wala usimpe nafasi. Lakini huyu ambaye anaenzi amani yetu, ambaye ndio anatulea na ametufikisha hapa, Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, Mungu ampe nguvu katika nguvu zake, Mungu ampe taufiki katika taufiki zake, azidi kumpa hekima, azidi kutuongoza kuwa Watanzania wenye umoja na mshikamano. Lakini wale wote ambao wanamsaidia daktari huyu,
Mungu awape nguvu, awape taufiki, awalinde, azidi kuwapa hekima